dhidi ya Spain. Ni moja kati ya mechi bora kabisa kwa wale ambao wanafuatilia mpira. Hii ni nusu fainali ya mashindano ya Euro 2024, mechi ambayo Ufaransa walianza kupata bao mapema kabisa kupitia Colomani. Baadaye Hispania wakaweza kusawazisha na wakashinda 2-1. Ilikuwa ni moja kati ya mechi nzuri sana, na sasa hivi zinakutana timu ambazo zipo kwa aina tofauti. Moja bora sana kwenye upande wa kushambulia, nikimaanisha timu ya taifa ya Ufaransa ina watu ambao wamefunga mabao mengi, nikimaanisha Kylian Mbappe na mabao 8, Ousmane Dembele na mabao 5, wakina Desire Doué na mabao 1, lakini mtu kama Barcola na mabao 2. Unagundua ni safu ambayo inafunga sana mabao. Wanacheza na timu ambayo yenye safu bora zaidi ya ulinzi, nikimaanisha timu ya taifa ya Hispania kwenye kombe la dunia michezo 5 wameruhusu bao 1 peke yake. Inakuonesha kwamba hiyo ni mechi ambayo itakuwa ni nzuri sana. Mimi nawapa nafasi kubwa Hispania kwa the way ambavyo wanacheza total football, wanacheza combination. Changamoto ya kwao ni kwamba wanashindwa kufunga mabao mengi. Na kwa nini? Kwa sababu eneo la kushambulia halina watu wengi sana ambao wanaweza kufunga. Lakini timu ukiondoa ubora wa mchezaji mmoja ni ubora wa timu pia. Naona Lamine Yamal mmoja kati ya wachezaji ambao atakuwa kwenye kiwango bora sana, amekuwa kwenye kiwango bora kombe la dunia licha kwamba afungi, lakini mentality ya Kylian Mbappe ni mentality ambayo ya kupambana zaidi. Kwa hiyo ni mechi nzuri sana. Nampa nafasi Hispania kupata nafasi kubwa zaidi, lakini napenda zaidi mentality ya Kylian Mbappe. Inaonyesha kwamba anaweza akaja kuwa mchezaji mkubwa kama vile ambavyo Ronaldo amefanya, lakini Lamine Yamal bora kiufundi. Ufaransa anafunga sana, lakini Spain anacheza vizuri. Changamoto inaonekana ni kwenye safu yao ya ushambuliaji, kwa namna ambavyo wamekuwa wakipata matokeo mazuri. Tutarajie mbinu za makocha ndo zitakwenda kuamua mchezo huu, au ni ubora wa mchezaji mmoja ndio ambao unaweza kwenda kuamua mchezo huu, kwa namna ambavyo consistency ya timu hizi zimekuwa kwa siku za hivi karibuni? Ufaransa unahitaji ubora tu mchezaji mmoja ili kuamua mechi, lakini Didier Deschamps amekuwa naye, sio kwamba ajui kabisa mbinu. Of course wamekuwa na kiwango kizuri sana kucheza kombe la dunia nusu finali mara 3 mfululizo, wamecheza finali mara 2 mfululizo, wanatafuta finali ya 3 mfululizo. Unagundua kwamba wamekuwa na muendelezo mzuri, lakini unakutana na Luis de la Fuente, moja kati ya timu ambayo wametengeneza na inacheza kitimu zaidi. Kwa hiyo kwenye uwezo mmoja unategemea sana Ufaransa. Ndio mabao yao mengi yanaamuliwa kwa uwezo wa Ousmane Dembele, kwa uwezo wa Michael Olise, kwa uwezo wa mtu kama Kylian Mbappe, Barcola akipata nafasi. Lakini Hispania unaona ni timu ambayo inacheza kitimu sana, lakini mchezaji mmoja ndiye ambaye huaga analeta tofauti mara nyingi, Lamine Yamal. Kwa hiyo nategemea vyote viwili vita apply. Ukiona sana uwezo binafsi ujue wao ni Hispania na Ufaransa wameshinda. Ukiona timu imekufungua vizuri ujue wao Hispania wameshinda. Kwa hiyo vyote viwili vinaweza vikatokea kwenye mchezo. Kikubwa ni kwamba timu gani itaamka vizuri zaidi. Aliwahi kuzungumza siku moja Sir Alex Ferguson miaka ya nyuma, ni kwamba timu yenye safu bora ya ulinzi huwa inashinda mataji, timu yenye safu bora ya ushambuliaji huwa inashinda mechi. Kwa hiyo vyote hivi vinahitajika. Lakini amezungumza pia profesa wenyewe wanamuita Arsene Wenger kuelekea kwenye ile mechi. Amesema kabla mechi ya robo finali, alisema kwamba aliulizwa timu gani inaweza kaimfunga Ufaransa, akasema timu ambayo imekamilika zaidi kiufundi ni Hispania. Kwa hiyo alitoa nafasi kwamba Hispania ndio timu ambayo inaweza kumfunga Ufaransa. Kwa hiyo inaonesha kwamba jinsi gani ilivyo, lakini unaweza kuwa bora kwa mechi nyingi, kwenye huo mchezo husika usiwe bora. Kwa hiyo ni mechi nzuri, na ndio maana inaleta ladha kombe la dunia. Sasa hivi zimetoka zile timu mbovu, zimebaki timu ambazo zinaweza zikacompete, timu ambazo ukiziangalia unaenjoy kuzitazama. Mechi zote mbili za nusu finali nzuri, lakini hii ya kwanza ina viashiria vya kumtoa bingwa wa kombe la dunia mwaka 2026. Watu wanasema Spain anabahatisha. Kuelekea kwenye mchezo huu tutarajie bahati tena kwa Spain, kwa maana kuscore mabao, ama makosa ya mtu binafsi anaweza kaamua mechi siku ya kesho? Neno kubahatisha sidhani kama lina maana kwenye dunia. Bahati wanasema ni fursa inapokutana na maandalizi. Cha kwanza lazima uwe na maandalizi, cha pili uwe na fursa. Hivyo ndio vitu viwili ambavyo vinaweza vikaamua vikatafsiri neno bahati. Lakini hii ndio timu ambayo imekamilika zaidi kiufundi. Swala kufunga mabao 10, swala kufunga mabao 2. Ukiangalia kitakwimu kwenye swala la kutawala mchezo, Hispania ndio anaongoza kwa kutawala mchezo. Timu ambayo imepiga mashuti mengi langoni, Hispania inaweza ikawa ni timu ambayo imepiga mashuti mengi zaidi langoni kuliko timu nyingi, licha kwamba wamefunga mabao machache. Kinachoonekana kwao hadi waonekana wanabahatisha, kwa sababu tunasema ule uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao. Yaani utakuta Lamine Yamal kapiga mashuti 5 golini, lakini hajafunga bao hata moja. Kwa maana gani? Wapinzani pia wanajua jinsi gani ya kukabiliana naye.
hivyo vitu vinatokea. Kwa hiyo mimi ukiniambia bahati, siamini kwamba Hispania wanafika hapa kwa bahati. Kwa nini wengine wasifike hapa kwa hiyo bahati? Kwa hiyo ni makosa kutoheshimu timu kwa uwezo wake, kwa kuanza kutafuta sababu nyepesi kuonesha timu inabahatisha. Nani tunamwona kwenye fainali, Spain ama Ufaransa? Kwa mimi ni Spain, napenda afike kwa sababu ni declare mwanzoni mimi shabiki wa Hispania. Aha. No problem. Kwa hiyo inaweza ikatokea chochote, lakini ukiniuliza nani, Hispania itakuwa chaguo langu namba 1. Sawa, shukrani sana. Asante.